Kumbe jamani mfanye sana wao nao ni walijifu wa nini? Wa mazingira. Taka tunataka tutupe wapi? Tunataka tutupe wapi taka jamani? Kwa siliva. Tunataka tutupe shimoni. Kwa sisi jinsi tulivyoweza ku-maintain hii status ya kuwa usafi, kwa kuwa washindi usafi kitaifa, kwa maana ya karibia mara 2 mfululizo. Kuna mwaka 2017 tuliongoza kitaifa, lakini hali kadhalika mwaka 2024 pia tumeongoza kitaifa. Kitu kinachotufanya tuendelee kuongoza kitaifa ni kwamba tumejiwekea utamaduni wa kuwa wasafi. Utamaduni ambao tumejiwekea ni kwamba kwanza watoto wanafahamu anapofika asubuhi lazima awe na ufagio, lazima awe na chombo cha kuchotea maji kwa ajili ya kumwagilia viunga vya maua, na lazima kama nilivyozungumza awe na ufagio, kwa maana lazima akifika asubuhi afanye usafi wa madarasa, afanye usafi wa chooni. Lakini hali kadhalika kamati ya shule ina utaratibu au ina utamaduni wa kuweka bajeti kwa ajili ya vifaa vya usafi, kwa maana vifaa vyetu vya usafi pale vinavyoharibika au vinakuwa vimechakaa, basi tunakuwa na bajeti ambayo inatuwezesha vile vifaa viweze kupatikana muda wote. Ni kwamba kwa kuwa jamii inaelewa umuhimu wa usafi, kwa hiyo tunavyowapelekea jambo linalohusiana na vitu vya usafi, jamii hapa haina shida kabisa. Yaani ninavyowaambia jamani tunahitaji labda kiasi cha shilingi 500,000 kwa ajili ya kununua vifaa vya usafi, jamii hapa ya kijiji cha Ikuna haina shida kabisa. Hizo pesa zinatoka, watachanga, japokuwa ndio sio 100% wanaochanga hizo pesa, ni kwamba wazazi 90% zaidi ya 90 ni waelewa. Kwa hiyo tunavyozungumza kwamba jamani shule ya msingi Ikuna tunahitaji vifaa vya usafi, vimechakaa au vimeharibika, basi wazazi wale wanachanga zile pesa, tunanunua vifaa na mazingira yetu yanaendelea kuwa safi. Tumefundisha shuleni, tukifika tukiona taka tunaiokota, tunaiweka sehemu husika. Pia tumefundishwa tukifika shimoni tukiona takataka zimejaa, tunaenda kumwambia kilanja naye husika anazichoma. Pia tukiona kitu chochote kinazagazaga ambacho sio sehemu yake, tunakitoa tunakipeleka sehemu husika. Sisi kama shule tumeamua kutengeneza utamaduni wa kuhakikisha tunatengeneza kizazi ambacho wao watakuwa wanatambua umuhimu wa usafi na utunzaji wa mazingira. Hivyo tumekuwa tukitengeneza mazingira kuhakikisha watoto wetu tunawafundisha kuhusiana na usafi wa mazingira, lakini kwa vitendo pia wanapanda maua, wanapanda miti na kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi, wao wenyewe kujiweka safi kwa maana ya kujua matumizi ya vyoo vizuri inavyotakiwa, lakini vile vile kunawa mikono muda wote wanapokuwa wameshika uchafu, ili wao wakawe chachu kwenye jamii, lakini hata katika maisha yao ya baadaye waweze kuwa wazuri katika swala zima la usafi. Kiukweli mimi ni mzoefu kidogo wa shule hii. Miaka ya nyuma hali ilikuwa ni mbaya kidogo, lakini pia hata magonjwa mbalimbali, magonjwa sababishwa na uchafu kama homa za matumbo yalikuwa ni ya kiwango kikubwa sana hapa shule. Lakini baada ya hizi kampeni za usafi zikiwa zinasimamiwa na halmashauri ya wilaya kupitia klabu ya Swashi, hali imebadilika sana. Leo hii ni adimu sana kuona mwanafunzi wa shule hii ya msingi Ikuna akiwa anapata matatizo yanayohusiana na magonjwa sababishwa na uchafu. Ninapoenda chooni ninazingatia ninamwaga maji kwanza, kwa sababu usipomwaga maji hujui mwenzako alipoenda pale alikuwa na ugonjwa gani. Kwa hiyo ninapoenda pale ninamwaga maji ili ninajisaidia, kisha nikishajisaidia ninamwaga maji na ninaacha choo kikiwa safi na nenda darasani, nanawa mikono na kwenda darasani. Klabu ya Swashi ni klabu ambayo inahusika na usafi wa mazingira pamoja na maji. Kwa hiyo klabu hii inahakikisha kwamba wanafunzi wanapata maji safi na salama. Maana tunasema maji safi na salama, maji yaliyotibiwa. Na katika shule yetu kuna utaratibu wa kutibu maji, sisi hatuchemshi. Tunatibu maji, yale maji wanayatumia wanafunzi. Lakini pia hii klabu ya Swashi inahakikisha kwamba vyoo vinakuwa safi kila siku. Na kuna zamu za kufanya usafi. Kila mwanafunzi anawajibika katika kufanya usafi. Jinsia zote, wa kike na wa kiume wanawajibika katika kufanya huo usafi.
Lakini kuna mazingira ya chakula. Tuna jiko letu la chakula, kuna sehemu ya kuhifadhia chakula ambayo ni sehemu safi na salama ambayo inahifadhiwa chakula vizuri na kinapikwa vizuri na kwa ubora ambao unatakiwa katika kupata mahitaji. Mwanafunzi anapojua kutibu maji inamsaidia hata nyumbani. Manake anakuwa kama ametengenezewa kama ni tabia. Kwa hiyo tabia hiyo hata akifika nyumbani, kwa sababu shuleni ameshazoea maji yaliyotibiwa, basi hata nyumbani anaona ule muhimu. Kama ameshindwa kupata hela ya kununulia kile kidonge au kupata kile kidonge, basi umefundishwa kwamba maji yale yanaweza yakachemshwa, yakachujwa vizuri, yakahifadhiwa na yakaweza kuwasaidia katika familia. Kwanza moja kwa moja au kwanza kabisa tumechimba mashimo ya taka. Tuna mashimo ya taka makubwa sana kila eneo, ambayo tunataka ngumu, tunataka laini pia, ambayo ile imesaidia kwamba kwa mfano taka laini kwa mfano kama karatasi na taka gumu kwa mfano kama chupa zimetengewa sehemu yao ya kuhifadhia, ambao kwa baadaye tumetenga muda, manake zikishakuwa nyingi tunazichoma. Kwa hiyo imesaidia sana, manake mtoto akiona karatasi au akiona chupa anaichukua na kuiweka sehemu husika.